Amkeni, jambo lipo tayari. Amkeni, tarehe 16 mwezi wa 3 2025 katika uwanja wa Mkapa. Hakosi mtu kwa sababu ni tukio kubwa kabisa la kwetu Waislamu, mashindano makubwa zaidi ya Qur'an tukufu ya mabara yote ulimwenguni, mashindano ambayo yanaandaliwa na Al-Hikma Foundation chini ya mwamba wa miambani Sheikh Nuruddin Kishki katika uwanja wa Mkapa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Mimi naitwa Khalid, ama unaweza kaniita mzee wa Amkeni, na leo tuko hapa Kigamboni, njia panda ya kuelekea kwa Nunge, na kama kawaida tunapiga story na ndugu zangu tukitaka kujua namna gani ambavyo wao wataamka na amshamsha yao kuelekea katika siku hiyo pale katika uwanja wa Mkapa. Ndugu zangu, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Bila shaka ni kwema kabisa bana. Niambie, tarehe 16 mwezi wa 3 tunaona nyuso za bashasha kabisa kuelekea katika siku hiyo. Tunaamka vipi? Kifupi, tunaamka kwa kujiandaa, tunaamka kwa kusherekea, tunaamka kwanza kuna vitu vile ambavyo vimefuatana. Kwanza tunaamka kwa ajili ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, jambo la kwanza. La pili, imeshuka Ramadhani, imeshuka Qur'an ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. La tatu tutakuwa mashindano ya Qur'an yenyewe. Amkeni kweli, na ni kweli mshike kwa sababu ni kama amkeni alafu na mshike. Yaani ile tunaenda kweli kabisa mshike alafu na amkeni ya nguvu, kwa pamoja tusherekee. Maneno ambayo hayana shaka ndani yake. Lakini pia ni kitabu cha maajabu. Kama unakifuata kwa kukiamini kabisa, kinakupa maajabu mengi. Yaani kuna ponyo, ni ponyo kwanza. Yaani Qur'ani ni ponyo. Lakini chengine kimefanya vijana wetu kuitikia mwito mkubwa katika madrasa mbalimbali. Ukiona zawadi ya mshindi milioni 30, inawezekana pengine mzee, so kijana, mzee ambaye mtoto wake atakayoipata hii milioni 30, pengine katika umri wake wote hajawahi kuikamata kwa pamoja milioni 30. Tunaona tu ikicheza Simba au Yanga au Simba na Yanga ndio tunaona uwanja unafurika. Lakini leo hii kitabu cha Qur'ani, kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala, uwanja pia unajaa, na sio kujaa tu, mpaka wengine wanazuiliwa. Mimi mwaka jana nilishindwa kuingia, ndugu yangu. Na ulikuwa unafika saa ngapi? Maana Shawanga kasema saa 3 ya swali tu. Mimi huwa ninafika, nishafika kituoni hapo. Nasubiri dada. Tena nachukua na watoto wangu. Tunaambia twendeni. Tutakachopata ndio sio lazima tupate nini pesa. Tukipata thawabu tu ndio sisi nishatusaidia. Lakini kuna jambo moja kubwa ambalo mimi nilikuwa naliomba. Huyu bwana Sheikh Kishki huyu, mimi nilikuwa nataka nionane naye, nimshike japo mkono, nimpongeze kwa kazi kubwa anayoifanya kuendeleza hii Qur'an. Sasa kama ilivyo kawaida, kwa sababu tumekuja na zawadi zetu hapa, wazee wa Amkeni, tunazigawa zawadi hizi katika mtindo wetu ule wa maswali, ikiwa ni robo karne, miaka 25 ya mashindano makubwa zaidi ya Qur'an tukufu ya mabara yote ulimwenguni. Na swali la kwanza nakwenda kwa shehe wangu hapa. Mimi nitamuuliza bana, mashindano haya yanafanyika kwa mara ya 25 katika mwaka huu 2025. Je, mashindano yetu ya 16 yalifanyika katika mwaka gani? Haya ni mashindano ya 25 ndani ya mwaka huu 2016. Yalikuwa 2016. Baba umepatia bana. Alikarimu hii ndogo haiwezi kumtosha hii. Hapa nafikiri ndio ambayo itakayomtosha. Kwa hiyo mashindano haya makubwa zaidi ya Qur'an tukufu ya ulimwenguni ambayo sasa hivi yamefikisha robo karne hapa nchini Tanzania, yanaandaliwa na taasisi gani? Al-Hikma nao. Inaandaliwa na Al-Hikma. Na chini ya usimamizi wa Sheikh gani? Wa Sheikh Kishki. Bana. T-shirt yako yao bana. Taje viongozi watatu tu ambao waliwahi kufika katika uwanja wa Mkapa kushuhudia mashindano haya. Aliwahi kufika Rais marehemu Magufuli, Mrisho Jakaya Kikwete, hata mzee wetu marehemu naye mzee Al-Hassan Mwinyi naye alihudhuria. Bana, hii kwako hii. Kama ilivyo kaida, tunaacha hapa zawadi yetu ya kijiwe kisha tunaondoka, lakini usikose kukumbuka ya kwamba tarehe 16 wote tunakutana katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Hakosi mtu Qur'an, ima ikunyanyue au ikubwage. Twendeni katunyanyue. Qur'an ima ikunyanyue au ikubwage. Twendeni ikatunyanyue.